Mkoma haikuwa sehemu salama kwa chama chetu. Viongozi walikuwa wakija wa kitaifa wanaambiwa Mkoma ni sehemu ya wapinzani. Mikutano ilikuwa ifanyiki hapa. Viongozi walikuwa wasogei. Si ndio kweli? Lakini kwa kushirikiana na nyinyi watu wa Mkoma, wana CCM wote mlioko humu ndani, tumeijenga sasa Mkoma. Kila kiongozi tukimleta hapa kwetu anasema kweli Mkoma inawakilisha Rorya. Asanteni sana kwa hilo. Nimesema niwape salamu hizo na niwaambie viongozi wetu ngazi ya kitaifa wote wanaokuja kufanya mikutano Shirati hapa Mkoma, wote wamekuwa wakiondoka na sifa nzuri za watu wa Shirati na watu wa Mkoma kwa ujumla. Wamekuwa wakisema Mkoma hii kule mnafahamika kama Shirati. Shirati tulikuwa tunaisikia huko nyuma, ndio hii, sio hii tunayoijua. Hii sasa imebadilika. Imekuwa na mapenzi ya Chama cha Mapinduzi. Imekuwa na mapenzi kwa wananchi na chama chao kwa ujumla wake. Lakini wamekuwa ni watu wa kurudisha fadhila, kushukuru kwa yale mazuri mliowafanyia na tuliowafanyia kama Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo wanafarijika sana. Kila unayemwambia mheshimiwa unaenda Rorya, naomba nikupeleke ukafanye mkutano Shirati, hakuna kiongozi anayerudi nyuma, kwa sababu anajua nyinyi mna mapenzi ya dhati na mmebadilika kweli kweli kukishika chama mkono na kuhakikisha mnavuka nacho. Asanteni sana watu wa Mkoma. Mmeniheshimisha sana kwa miaka yangu minne, lazima niwaambie ukweli. Miaka minne yangu na nusu ambayo nimefanya kazi ya ubunge, mmekuwa na mimi karibu sana. Na mmenifanya nimeona hili ni eneo zuri la kuishi. Na ndio maana mkasikia mkaambiwa mbunge ameanza kujenga eneo hili. Kwa nini sijenge maeneo mengine? Kwa sababu ya heshima na upendo mlioonyesha kwa miaka yangu yote minne na nusu. Hatukuwa tunafahamiana kabla, lakini mmenifanya nimekuwa kijana wenu, si ndio kweli? Na mmekuwa mkinilinda. Kila anayekuja hapa akitamka jina la Chege, kuna watu wako tayari kupigana kwa sababu ya Chege. Jipigieni makofi mengi. Mmetengeneza sungusungu ya kwenu, mmetengeneza vijana, mmeimarisha vijana ambao kimsingi wamekubali kuvaa uniform, kuvaa jina la Mheshimiwa Jafari, na huku nyuma wengine wameandika Friends of Jafari. Wote mnatoka kata ya Mkoma. Mmekuwa mkitembea kifua mbele, hamruhusu mtu yeyote aingie kulichafua jina la mbunge wenu. Kiukweli ni washukuru sana. Naamini maeneo mengine nao wameanza kuiga. Na mfano ulitoka hapa. Mlipotengeneza Friends of Jafari kwa kushirikiana na kile kijiwe chenu mnachoita Otho, chini ya mwenyekiti wetu huyu Wangasaro, nafikiri mnamfahamu, si ndio? Mzee wa kigoda cha wazee, nimemwona amekaa kushoto kule. Lakini na nyinyi mkamuunga, hamkurudi nyuma. Wazee wote wa kigoda mlioko pale wote mkatengeneza kijiwe na mkakipa jina kwa heshima kwamba hapa anayekaa lazima anene na aseme mazuri ya mheshimiwa mbunge, aseme mazuri ya mheshimiwa diwani. Ukija kama hauna hayo mazuri, unamwambia tembea, nyoka, nenda katafute sehemu. CCM oye! Unaweza mkadhani ni jambo dogo mlifanya, lakini kwa miaka yangu minne na nusu hii mmefanya kazi kubwa sana. Na walinzi halisi waliokuwa wanalinda ubunge huu nyinyi watu wa Mkoma. Mngeteteleka kidogo, huu bunge ungekuwa na mashaka yake. Mnajua mbunge wenu yuko bungeni anapambana, nafanya ziara maeneo mengine, lakini huku nyuma kulikuwa na sungusungu na walinzi waliobaki wanalinda heshima, wanalinda jina la mbunge, lakini mnatetea kazi kubwa zilizofanywa na mbunge wenu na mheshimiwa diwani pamoja na Chama cha Mapinduzi. Nipigieni makofi mengi. Wakati mwingine huwa natafuta zawadi za kuwapa watu wa kata hii ya Mkoma. Ninaamini kijiwe hiki pekee pamoja na vijiwe vingine, ukienda maeneo mengine, tawi la Mkoma kule juu Kabwana na maeneo mengine, wote mlifanya kazi kwa kushirikiana na wote mlikuwa mnanena jina moja la mheshimiwa mbunge. Na kiukweli ni washukuru kwa sababu mlinipa nguvu kubwa, mlinifanya nione nipate thamani kwenye jimbo lenu na ndio kwenye jimbo letu hili, na ndio maana nimefanya kazi kwa kiwango kikubwa na nimetembea kifua mbele nikijiamini. Na ndio maana naenda nasema yeyote anayekuja mimi ni haki yangu, kwa sababu naamini mko nyuma yangu. Rorya hii, Mkoma hii ambayo wenzetu wanaita Shirati, ndio sehemu pekee ambayo inaweza ikaendesha uchumi wa shughuli za wilaya ya Rorya, na ndio sehemu pekee ambayo tunatapaswa tuipe kipaumbele kwa ajili ya kunyanyua mapato ya wilaya hii ya Rorya. Lakini ndio sehemu inaweza ikatutangaza sisi kama wana Rorya kama mji mkubwa wa kuisaidia Rorya kusemwa mahali popote na kukua kwa namna yoyote ile. Ilisahaulika kwa muda mrefu na nyinyi mnajua. Sasa nyinyi kazi kwenu watu wa Mkoma.
Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Nyie mnayo mambo mawili makubwa ambayo yanawatazama mbele yenu. Kwanza mnaye mbunge ambaye ni kijana wenu, nimeishi na nyinyi kwa miaka yote kama nilivyosema, nyinyi ndio mmeulinda ubunge kwa nguvu kubwa sana. Na mnajua wakati mwingine mlikuwa radhi kugombana ili kulinda ubunge huo. Ni lazima mtaendelea kuulinda kwa sababu ya heshima hiyo mliojitengenezea watu wa kata Mkoma. Lakini la pili ambalo ni kubwa zaidi, ambalo lipo ndani ya mbele yenu nyinyi, watu wa kata Mkoma hii kwa ujumla wake, ni kuridhia watu wachache kuwachagulia kiongozi kwa maslahi yao. Na wakati mnajua hao watu hawajawahi kuitakia mema kata hii ya Mkoma wala Shirati yote kwa ujumla. Walitizama umimi na interest ya mtu mmoja mmoja bila kuangalia interest na maslahi ya Rorya kwa ujumla wake. Mkiruhusu hilo, mazuri yanayozungumzwa kata ya Mkoma itakuwa ni ndoto kuyaona. Mtarudi kupiga kelele kama mlikuwa mnapiga nyuma, na Mkoma hii mnaosema inakuwa hamtaiona tena. Leo nazungumza kwamba pamoja na kupata lami kilomita 27 ambazo zinatoka Utegi ilipofikia mpaka hapa Shirati penyewe, tunazungumza kupata lami, na nasema kwamba lami hii lazima katika ujenzi wake itaanzia Mkoma inapanda juu, wakati wa Utegi nao wanakuja ili kukutana. Haya ni maono yangu na upendo wangu kwenu, kwa sababu ndio naotazama kwamba mji unaokuwa kiuchumi ni Shirati. Hatuwezi kusubiri lami inaendelea kuja mdogo mdogo, mji unaosukuma uchumi wa Rorya hauna lami hata kidogo. Lazima tuanze ujenzi hapa wakati na ile inaendelea kule ili zikutane katikati. Wakati tunamaliza ujenzi wa lami hapa, uchumi wa wilaya huu unaanza kukua kwenye eneo lenu. Hayo maneno yanasemwa na mbunge anayewapenda, yanasemwa na mtu anayeishi na nyinyi hapa. Endapo hata kuwa nafasi hiyo, hamwezi kujua atakaye kuja atatamka neno gani. Shirati na Mkoma yote kwa ujumla wake. Na niwaahidi ndugu zangu, kama ambavyo nilikuwa nikisema siku zote, pamoja na ahadi hizi mwenyekiti amenikumbusha, lakini yapo mengi tumefanya kwenye kata yenu. Hata diwani hajawaambia hiyo zahanati yenu sasa hivi tumepata milioni 60 kwa ajili ya kuikamilisha yote hiyo. Kwa ukanda huu peke yake tumepata zahanati 3. Tumepata zahanati yenu milioni 60, tumepata zahanati ya Kirogo milioni 60, tumepata zahanati ya Gabimori milioni 60. Kati ya zahanati 6 tulizopewa, tarafa Nyanja tumepata zahanati 3. Pigeni Mheshimiwa Rais makofi. Leo ni imani yetu kwamba wakati tunakwenda kwenye uchaguzi mwezi wa 8, ni imani yetu zahanati hiyo kama sio kukamilika itakuwa inaelekea kukamilika kutokana na hatua sasa za manunuzi zitakapokuwa zinafuata. Lakini kazi yangu kama mbunge nimekamilisha, nimewaletea milioni 60 baada ya kuombwa na Mheshimiwa diwani. Na sasa mtaenda kukamilisha zahanati yenu. Wala wakina mama ambao hawana fedha za kwenda hospitali ile kubwa ya KMT, mtakwenda pale zahanati kwa ajili ya kupata huduma. Pigeni Mheshimiwa Rais. Hiyo ni kazi ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia ni kazi ya diwani wenu huyu pamoja na mimi ambaye mmenichagua. Tumefanya mengi, nyinyi mnayafahamu. Na mengine mimi hapa sio sehemu yangu leo ya kuanza kuyarudia. Changamoto ya maji nimekuwa nikisema kila siku, nyinyi mnafahamu. Nimeshughulika na nyinyi changamoto ile nikaimaliza kwa muda mfupi. Sasa tunakwenda kuzungumzia lami, ndio wimbo utakao kwenda nao awamu inayofuata. Ili angalau tuwatengenezee mazingira mazuri ya kibiashara. Bahati nzuri lami hii inaigusa kata yote kwa sababu inakwenda mpaka KMT kule chini kabisa. Ndiko inakoishia na kurudi. Kwa hiyo ni matawi yote nyinyi matatu mtanufaika na lami hiyo. Kama mnavyofahamu, lami hii imekuwa nikisema tumeiomba kwa miaka kadhaa. Mheshimiwa Rais ametusikia, ametupa fedha na mmemshikia mwenyewe katibu mkuu hapa akipiga simu. Kwa hiyo sina sababu ya kuyarudia haya. Watu wa Mkoma ni waombe sana. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi kama tulivyosema. Na nyinyi ndio mnaanza watu wa ndani kupiga kura. Msije mkaniangusha.